ambayo kwa lugha nyingine ni ilmu ya kujua alamati saa, dalili za kiyama. Inatusaidia nini sisi kujua hilo? Kwa maana ya kwamba kukumbuka na kufanyia kazi yale tulioachiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kutokuwa sisi ni sehemu ya yaliyotabiriwa au yaliyoelezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya fitna na ukorofi wa kuharibu umma huu. Tukiwa hatuzielezi hizi na wala hatuzijui, huenda tukashikilia yale mabaya yaliyotabiriwa na kuelezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tukajiona tuko safe side au tuko sehemu salama. Hilo ndio lengo kubwa la kukumbushana masala haya na kuelezana. Sasa hivi tupo kutuelezea alamatul sa'atil wusta, alama au dalili za kiyama za kati na kati, kwa maana ya kwamba zinatuzindua binadamu kwa hii hali alikuwa nayo. Kama anapata fitna yoyote, ajirekebishe, asiingie kwenye fitna. Tukaona alama ya kwanza ni ile bi'thatul nabii sallallahu alaihi wasallam. Tukaona hilo, tukalieleza. Tukawa tumeingia katika alama ya pili ambayo ni mautul nabii sallallahu alaihi wasallam. Tukaambiwa kwamba ili kupunguza ile joto na fukuto la kulipizia na visasi na kuchukua revenge mbalimbali, mtu yote akipatwa na musiba akumbuke musiba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa riwaya mbalimbali tulizokuwa tumesoma hapa za Imam Bukhari, Tirmidhi, Daudi, kwamba mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam anasema yeyote yule atakayepatwa na msiba, basi asikitike kwa msiba wake, lakini asichukue hatua mbaya. Kwa sababu gani? Alinganishe, fa inna ahada min ummati, kwani yeyote katika umma wangu la yusaba, hakupatwa bi musibatin, na msiba wote ulikuwa mkubwa, baada ya mimi ambao ashadda alayhi min musibati, utakuwa huo msiba aliopata ni mkubwa zaidi kuliko kuondokewa nyinyi msiba wangu mimi. Kwa hiyo ni jambo ambalo lina uzito. Mtume sallallahu alaihi wasallam katueleza. Kwa nini Mtume sallallahu alisema hivi, na wakati iko riwaya anasema mauti lakum khairul lakum wa hayati, au hayati lakum khairul lakum wa mauti khairul lakum, uhai wangu kwenu ni khairi na umauti wangu kwenu ni khairi, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Na huko tabia msiba mkubwa ni kuondoka yeye. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliona akishaondoka yeye zitaanza ikhtilafu, yataanza matatizo, vurugu huku na huku. Na ndio maana katika riwaya akasema man yaishu minkum sayara ikhtilafan kathira, yeyote atakayojaliwa umri mrefu kuishi, basi ataona ikhtilafu nyingi, matatizo mengi, ambayo hayo matatizo ya kutofautiana ndio yanaita dhaifu katika Uislamu wetu. Kwa hiyo Mtume sana kusema hivi ana maana kubwa kwamba kuondoka ndio msiba mkubwa, kwa sababu watu tena wataanza kufanya ukorofi na hivi na hivi na lile na lile. Hata Mtume kufariki tu, takriban pale masahaba walipishana katika mambo zaidi ya 18. Sasa yuko hapo Mtume ya 28, ya 28 tusali pamoja, tusali hivi, ilikuwa tofauti kwa wamepishana. Kwa sababu gani? Ile yule ambaye ni final say ameshaondoka. Ndio maana akasema kwamba mtu yote atakayopatwa na msiba, katika hii riwaya ya Imam Bukhari, kwamba yote atakayopata msiba afikirie msiba wake kwa msiba wangu mimi kuondoka kwa nyinyi. Tasema katuachia hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hadithi zimeingizwa tatizo mpaka tumefikia sehemu tuna doubt
kwamba hii hadithi inafaa au haifai, sahihi sio sahihi. Maulama wakajitahidi wakasimama. Kwa sababu gani? Kwa kule mkanganyiko ambao waliona mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikaja hivyo hivyo kwamba haya tunazikubali hadithi za Mtume, lakini kila mmoja akusanye zake. Huyu akusanya zake, huyu akusanya zake. Haya, yule ambaye anakubali yule mkusanyaji anazitumia zile hadithi, yule ambaye hajamkubali mkusanyaji hazitumii hizo hadithi. Wahalu majara. Ndio wana akasema basi msibabaike na matatizo yenu nyinyi yatakayokupateni. Hebu angalia msiba wangu mimi. Tukaendelea kuelezea namna gani inatakiwa watu kujilazimisha na mwenendo ulioelekezwa na mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba na ahlul baitihi, kwa sababu Mtume alituambia itakuja zamani watu wataweka mbele sana ubinafsi. Tukaelezana wiki iliyopita kwamba je, hatuoni leo huyu ubinafsi, mtu kwenye maslahi binafsi wala haulizi gharama, hata ikiwa expensive vipi anaona sawa sawa, ni binafsi. Ikija katika community question, hii ghali bwana, hivi bwana, hii tutafute ile nyepesi. Hii ndio Mtume sasa alituambia namna hiyo. Likija jambo la dini ndio khalas, ndio kabisa mtu hana habari kwa sababu jambo la dini. Nikana kwamba na Mwenyezi Mungu mwenyewe atasimamia mwenyewe. Wakati nilikwambia ya dhamanu in tansurullaha yansurkum, ikiwa mtasimama kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu, basi na yeye atawapeni nusura kwenye mambo yenu, atawapeni izzi, atawapeni nguvu. Lakini ikisha jambo la dini ndio tunakuwa dhaifu zaidi. Kwa jambo la binafsi mtu anasema vizuri, kwa jambo la kumtii, maana kata ile kumtii nyingine na pia ina unafsi lakini unalegalega. Ina maana mtu atasema kumtii yetu sisi ni member fulani, sisi ni member fulani, watajifakhiri kwa zile kamati zile zilivyokuwa, taasisi zilivyokuwa, lakini mwisho siku anarudi ni taasisi tuko 5-6 hapa. Nikifanya sifa ya tawdani itarudi kwenye taasisi kwa na ulegevu, lakini nikifanya itarudi kwangu mimi binafsi, atakuwa madhubuti. Mtume swalla alituambia zitakuja wakati kama hizo. Sasa ndio tujipime sisi wenyewe, hizo zama zimekuja au zijaja, maana kiyama kiko mbali au kiko karibu. Kwa hadithi ambayo tulikuwa tumesomeana, ambayo imepokewa na Imam Bukhari na Muslim na wengine wote, kwa Mtume satakunu athiratun wa umurun tunkirunaha, itakuja wakati ubinafsi ni mwingi na mambo ambayo hamyapendi hata kuyaona. Tuudhuna alhaq, tuadduna alhaq alladhi alaykum wa tasaruna Allah alladhi lakum. Bas ikifika tamu hiyo, basi nyinyi jitahidini sana mtekeleze haki za watu zilizokuwa kwenu nyinyi, na kia Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakupeni yaliokuwa yenu ya haki. Kwa kwamba ikifika time hiyo watu wanalo binafsi sana, basi jitahidi uwe karibu na Mwenyezi Mungu, tekeleza haki za watu na Mwenyezi Mungu akupe chako. Usitake kuwa na watu vyao vyaribikiwe. Kisha akatwambia wa hadha alhadithu yadhbitu suluka alafradi, na hii hadithi inaelezea tabia ya mmoja mmoja katika sisi ambao fi masalati sulta, katika mambo ya utawala wal qarar, na mambo ya hukumu wal mawqif minha baada mauti sallam. Mambo yatakuja kuharibika, manake watu wakipata ufalme watakuwa katika hali ya kudhikisha wengine, akipata nguvu ya hukumu watakuwa anadhikisha wengine, akipata msimamo mzuri ambao anasikilizwa yeye, basi atawafanya awanyongeshe wengine, kwa sababu Mtume kashaondoka. Mtume akatuhusia kitu kimoja, kwa sababu fasbiru hatta talqawnani, basi ikishakuja hali kama hiyo nisubirini, kwani nasubira mpaka mkutane na mimi. Maana kwamba wewe kuwa na subira, usichukue action kwa sababu utasababisha majanga, matatizo.
Kama vile Sayyidina Uthmani angekuwa amekusudia ku revenge kwa yale aliyofanyiwa, ingekuwa athari kubwa sana, lakini akakubali auliwe yeye, kupatikane takhfifu. Hii ndio fasbiru hata talqawna, nisubirini mpaka mje mkutane na mimi. Tukiendelea leo kuelezea hadithi, Mtume sana anatuambia na tupime hali zetu baada ya hadithi hizi tuzieleza na yalotangulia, kwa sababu huu umma umeonjwa baada ya kufa Mtume SAW na jambo moja ambalo linahusika sana umma. Nayo ni nini? Ni kule kwamba kuwa ile khilafatu rashida, ule uongozi uliokuwa mtukufu kuondoka na kuanza marhala ya mulk al-adhul, ufalme ambao ni wa unyongeshaji. Hii ndio shida kubwa ya umma huu ulipata, na Mtume mwenyewe alisema hilo jambo, kwa sababu wakiondoka wale khulafa ar-rashidin watakuja wajaa min al-muslimina al-ulama wa dahma, na watu ambao wasiokuwa wanachuoni. Sasa umma wakishakuwa wasio wanachuoni ushakuwa katika zaza, katika matatizo mbalimbali, kwamba kuondoka ule khilafa inakuja nini? Mulk, maana ufalme, utawala sasa. Lakini mulk yenyewe ni nini? Ni adud wa kunyongana haki za watu. Na leo tunayaona, kuna watu wanafungwa basi na usahihi wa makosa, kuna watu wanadhulumiwa mali zao basi na usahihi wa makosa, kuna watu wanatapeliwa pia. Maana yake ni mambo yamekuwa wakati wetu dhahiri kabisa kwamba kiyama hakiko mbali. Imam Muslim katika kuelezea hadithi akatoa hadithi ya Salama kutueleza maneno mazuri ya Mtume SAW, kutuhadharisha na hizi zama zitakokurubia. Anasema vipi Mtume SAW katika hilo? Anasema sayakunu ba'di, kutakuwa baada yangu mimi, umara, maamiri, kutakuwa maamiri, viongozi, fataarifuna watankiruna, yani mtawajua lakini wengine mnawakubali, wengine hamwakubali. Faman kariha baria, mwenye kuchukia, kuchukia hao viongozi wale wanayofanya, huyu yuko katika salama. Baria maana yake amesalimika sana. Baria maana yake ametakasika na yale yaliokuwa mabaya. Waman ankara salima, na mwenye kujaliwa kuondosha hayo machukivu kwa wale viongozi ambao walokuja, huyu amesalimika zaidi. Walakin maradhiya wa tabaa faqad waqa'a, lakini ambaye atakuwa ameridhia na akafuata, huyo ameingia kwenye matatizo makubwa. Masahaba wakastaghrabu, qalu, wakamwambia afala tuqatiluhum, je tuwaue, tupambane nao, baki tupigane nao, au umara au viongozi hao ambao watakayokuwa baadhi yao wazuri, baadhi yao wazuri, basi fataarifuna, mtawajua, lakini tunkiruna, mtachukia kwa sababu wanayofanya. Baada ya kuelezwa na Mtume akasema, je afala nuqatiluhum, je tuwapige vita, tupambane nao kwa sababu si watu wazuri? Mtume akatoa sharti, la ma sallu, msiwapige vita wakiwa wanaswali. Mbona importance ya swala hiyo? Au viongozi mnaona hapo sawa, msiwapige vita ikiwa wanaswali, kwa sababu swala itakwenda, lakini kama wanaswali, maana kuswali maana inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, kwa itakwenda swala itawabadilisha. Lakini ikiwa swali ni dhiki inayochunguza, wafalme wote wanaoswali unakuta wana soft hearts, mioyo yao inakuwa mepesi kushauriwa, mepesi kuhurunia huruma. Lakini wale wasioswali hatari. Fanya observation, utaona duniani wale
waswali. Hata huku kwetu pia wale viongozi ambao wakubwa wanaoswali utaona wanakuwa na politeness katika mambo yao, na unaweza kumsikiza mtu, na unaweza usifanye kibri, lakini ambao sio swali shida. Sasa Mtume SAW kawaambia masahaba kwamba msiwapige vita maadamu wanaswali. Katika riwaya nyingine ambayo nao imepokea Imam Muslim pia hiyo, lakini kwa riwaya nyingine, kwa lafzi nyingine, manake anasema Mtume SAW, wa idha ra'aytum min wulatikum, mkiwa mtawaona wale viongozi wenu, watawala wenu, mtaona nini kwa watawala wenu? Shay'an, kitu chochote, takrahunahu, kile kitu mnakichukia kwa wale watawala wenu. Hapa Mtume SAW akaitwa ulati. Ulati manake wale tunasema wakuu wa majimbo, ndio wabunge wale, wakuu wa majimbo wanaitwa ulati. Wale watawala wenu wale, mkiwa mtaona kitu kwa wao, takrahunahu, mnakichukia, fakrahu amalahu. Maana hiyo strategic anayotupa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fakrahu amalahu, ichukieni ile amali yake. Wala lazima Waislamu kama tunaishi maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuko salama sana. Lakini uchache kwanza hatuyasomi, hatuyajui, wanaojua ni wachache, kusikiza tu kama hivi ni tabu. Na ndio maana vita kubwa inapigwa sana Waislamu wasiwe wasomaji, kwa sababu kitabu chao kilishawa define kwa wao ni umma al-qiraa, wao ni umma wasomi. Kwa hiyo ikapigwa vita ile. Leo Waislamu hawapendi kabisa kusoma, na wakiwa na maendeleo machache wanaridhika kabisa, kwa sababu mtu kama hasomi hawezi kupata maarifa. Mwenyezi Mungu akasema iqra wa rabbukal akram, soma ili hali Mola wako ni mtoaji, atakukirimu, atakupa kadri unavyosoma, ndio upeo wako unakuwa mkubwa wa kufahamu mambo, kuelewa. Lakini sasa ukisoma kwa level ya kawaida, na wewe ufahamu wako utakuwa kwa level hiyo hiyo. Ndio watu tunapigania sana leo Waislamu watakuwa na university yao, wao na college yao, wao na mambo makubwa, kwa sababu ndio wako duniani. Na Uislamu unataka lazima hapa duniani tujitengenezee hali zetu, huko zikawe nzuri. Hapa tunabambanya tu, huko zitakuwa nzuri, mashaka matupu inakuwa. Kwa hiyo akasema mkiwa mtawaona hao viongozi wenu kitu ambacho takrahuna, mnakichukia, fakrahu amalahu, maana usimchukie yeye, uchukie ile tendo analofanya. Fulani bwana, Mwenyezi Mungu amuongoe, lakini hutompiga vita, hutomfanyia fitna, kwa sababu unachukia ni kile kitendo. Kama tutakichukia kitendo kikubwa, maana tutafuta njia gani ya kumnasihi? Tumekosa njia ya kumnasihi, njia ipi ya kumwombea Mungu ili abadilike na kile kitendo kibaya? Kisha Mtume finalize kesi kama hii kwa kusema wala tanza'u yada min ta'a, wala msijingoe yanake mkasema tumfuate tena min ta'a, kutokana na kumtii. Msifanye jambo kama hilo. Sasa leo tunafanya mpaka wengine wanatutia matatizo, wanawasababisha wenzao wengine matatizo. Kuna watu hapa walifungwa muda mrefu sana kwa sababu nini? Wala tanza'u yada min ta'a, wala msitaki kungoa, kwa maana kuchukua nguvu kwa wao kwa kuacha kuwatii wao. Chukieni ile tendo tu. Na mara nyingine kupata jazba, unadanganyika, nikifanya hivi tu na njia kubwa. Somesha from scratch, anza au kuweka watu ambao watakuwa hata kesho akikaa ofisini, akishika kampuni, akishika wizara, ataongoza watu katika ukweli, kwa sababu hao viongozi wanapewa pesa nyingi sana. Lakini kwa sababu ule tunasema utu, ile tunasema ruhu dini, roho ya dini, kwamba kesho nami nitahesabiwa, nitaulizwa, ili inaingia kwenye maslahi binafsi, ndio ile akhira. Tena unaweza kaambia na wewe ukija kutoka kwenye position hiyo, mambo yako atakuwa patiliza kabisa na ukitoka kwenye position. Kwa hiyo utaona namna gani watu wanapokuwa wanaharibika
kushughulika na mambo ya binafsi ya uroho kuliko kutekeleza lile la haki. Kwa hiyo Mtume SAW anatuambia hizi ni katika alamati saa, dalili za kiyama. Usipotelee sana dunia. Watu sasa wana hali kama hizi. Juzi nilikuwa napita, natokea sehemu za Msasani napita Kinondoni. Sasa hivi kuna ujenzi pale daraja. Huku Kinondoni wamepewa wazawa waendeleze, na huku wamepewa wenzetu wa nje waendeleze. Nikawa nimesense zile njia tu za temporary. Sisi wazawa huku tumepiga local ile njia, lakini huku wanakusudia Jangwani utaona kidogo at least hata kuna lami. Yaani njia kidogo ina namna nzuri. Hii tunatoa mifano halisi kwamba uone namna gani ile amana au jambo linavyowekwa, mtu anaangalia ile maslahi. Kama ingekuwa kwamba watu wanaangalia kwamba kesho nitaulizwa, kesho nitafanya hivi, hawezi kufanya mtu juu namna ile. Ndio tukisema kwamba tungekuwa na hali nzuri, kwa sababu viongozi wanapewa dhamana kubwa ya mambo, hawana tabu kwenye maisha yao. Wao wangefocus na maisha wenzao, wana nini, wanahitaji kitu gani, wanaenda vipi, ingekuwa kheri kubwa kwa wao, lakini wanabururika. Kwa hiyo hii tunaomba sisi, wa idha ra'aytum, tusiwapinge, tuchukie ile jambo lao. Maana utakuwa unaombea tuongozi, ndio utakuta ahlus suluk, watu ambao wenye elimu ya tasawuf na tabia, wanaweka dua hata kwenye hutuba, hata kwenye kuombea viongozi. Kwa maana ndio njia iliyobaki. Henda ukaenda kumwambia akakasirika, akatafuta njia gani naye akurevenge, kwa nini umwambia? Lakini reality na ukweli ndio hivyo. Wale wachache waliopata hisia na kughadhibika na neno wanafanya kitu, lakini nao wanapata upinzani. Haonekana huyu hatufai bwana, kwa nini anafanya hivi? Lakini kesho ndio tutaenda kuulizwa. Kwa imani yako yote tutaenda kuulizwa. Kwa nini ulichukua haki ya mtu ukaweka kwako? Jambo likishakuwa la umma liofie sana. Tafuta mradi wako wewe mwenyewe utakuendesha na Mwenyezi Mungu atakubariki. Lakini kuliko kuchukua kitu cha umma kwa kujinufaisha wewe mwenyewe kwa kusema kwamba mmoja wa mwalimu ananihadithia sehemu moja anasomesha watu, anamwambia mkubwa wake kwa bwana, sasa hao wenzetu inabidi tuwapatie malipo kadha, na hili sehemu tu jenge vizuri, na kwa sio vizuri hawa wakiwa wapata tabu, watoto wanafunzi watakuwa someshwe vizuri. Jawabu unaopewa wewe, unayo gari? Asina. Afu naomba lifti kila leo. Sisi tumekuja hapa kutafuta maisha yetu bwana. Wewe angalia lako. Ajibiwa namna hiyo. Kwamba sisi tumekuja hapa kutafuta maisha. Wewe angalia lako. Wewe una gari, unaomba lifti, afu unafanya si watu waangalie sio hivi. Yaani inaonyesha kwamba kila mtu yuko kwenye maslahi binafsi. Sasa ikatokea namna wewe mtu muumini, wewe mtu mwenye imani, unafundishwa vipi na Mtume SAW? Unaambiwa haya kwamba idha ra'aytum min wulatikum, mkiwa mtaona kwa watawala wenu shay'an, kitu chochote takrahunahu, mnakichukia, basi fakrahu amalahu, lichukie tendo lake analifanya, lakini usimchukie yeye. Maana ukimchukia yeye itaanza vita, fitna, ubaya, hasadi, ugomvi. Lakini ukichukia tendo lake utatafuta njia nzuri za kurekebisha. Ukishindwa, ndio tuambia Mtume SAW, ukishindwa nini? Fakrahu man raa minkum munkaran falyughayyir biyadihi falam yastati bilisanihi, maana aseme falam yastati fa biqalbihi, katika moyo wake achukie lile jambo. Sababu hizo ndio procedure za jambo. So na wewe unafurahia lile jambo, kwa hiyo chukia lile tendo ambalo mlifanya. Wala tanza'u yadan, wala msitoe zile nguvu zenu min ta'atin, kwa kuacha nini? Kumtii. Hizi ahadith zinaashiria dhawabit almawqif ama tahawulat siyasiyya, namna mabadiliko, upekeshaji wa mambo ulimwenguni. Sio siasa, maana siasa tunaifahamu sisi ili ya kusema jukwani nipeni kura. Tukisema siasa katika mambo yetu ya kisheria, siasa maana yake ni mfumo wa kupekesha maisha.
imetokana na neno la Kiarabu sasa yasusu, siyasatan, yani namna gani kupangilia, ni plan, kuweka ile mipango, ndio tunachokusudia hivi. Kwa hiyo wanakusudia kwamba hii ni katika namna ya kufahamu kiongozi aishi vipi katika mabadiliko nini ya upekeshaji wa siasa tu baada ya mautihi sallallahu alaihi wasallam, baada ya kufa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asishikilie misimamo mingine, itaharibu zaidi, italeta ugomvi zaidi, italeta mapigano, italeta machafuko. Kwa kumalizia hadithi ya mwisho kufinishia hii, kwamba Mtume sana anatuambia, na imepokewa hivyo na Imam Bukhari na Muslim, sasa man kariha min amirihi shay'an, yoyote atakayechukia kwa kiongozi wake chochote kile, falyasbir, awe na subra. Yoyote atakayechukia kwa kiongozi wake awe na subra. Ndio sengine utasikia mashehe bwana hafai, mashehe wote chawa. Ndio mafunzo, hamna kwamba si chawa, si mpambe, si nini, ndio mafunzo. Kwa sababu gani? Ukitaka kwenda straight forward utaharibu na wanaharibikiwa na wengine wote. Wewe mmoja kwa mfano ukafanya ushindani na ugomvi, ukawa umetiwa matatizoni, kwanza familia yako itaingia matatizoni, iko inategemea upate riziki, upate hivi. Watu walikuwa na mfano unasomesha, watu ambao walikuwa wanapata ushauri kwako, watu watakuwa yote itakuwa imeondoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu hujakuwa na kitu subira kwa yule kiongozi ambaye anafanya kosa baya. Fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata mitata jahiliya. Mbona mtu anatwambia, kwani yote atakatoka katika taa ya kiongozi kwa sababu ya kosa alilofanya, huyu hata shibri moja, tunaambiwa hata shibri moja ni sentimita 10, yani maana hata shibri moja, huyu atakuwa amekufa kijahilia, maana hajakuwa na ilmu, amekufa nini? Kijahilia. Kwa sababu kuambia wewe utoke ushindane, Mwenyezi Mungu kashakupa njia, mtu sawa ashakuongoza, kwa nini wewe hivyo? Kwa hiyo ndio hali tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusaidishie tuweze kuzindukana kuendana na hali zetu hizi, tusababishe majanga na matatizo ambayo wengine watakuwa ni victim. Wewe unaweza ukawa umenusurika, lakini wengine watakuwa victim. Ndio ya leo mtu anasema mimi sikubali kadha, wewe uko zako Ulaya huko umehifadhika, unatia tabu huko wenzako watoke na mabango wafanywe mabaya. Mwenyezi Mungu atujalie turudi kwa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, tuishi vile alivyotuachia mafunzo. Kwa hizi ni katika alama za kiyama, ajabu ngine ambao yastamuna alqawla fayatabuna ahsana. Wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف يا لطيف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل واكتب بنا والمسلمين. اللهم انصر إخوانا في فلسطين وجميع بقاع الأرض من المظلومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا عزيز مجيب بالإجابة. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله.